Uganda ipo katika kipindi nyeti cha kisiasa ambapo uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 umeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya mipaka ya nchi hiyo. Uchaguzi uliofanyika tarehe 15 Januari ya mwaka huu umekumbwa na malalamiko ya ukiukwaji wa haki za kiraia, kuzimwa kwa huduma za internet na madai ya udanganyifu wa kura. Ripoti hii inaangazia kwa kina matukio yanayoendelea nchini Uganda, ikichambua mwenendo wa uchaguzi, kauli za serikali na upinzani, pamoja na mitazamo ya jumuiya ya kimataifa kuhusu mchakato huu. Lengo ni kutoa taswira halisi ya hali ilivyo na kuelewa athari zake kwa mustakabali wa demokrasia nchini Uganda. Ungana nami Catherine Ngobora. Uganda walishiriki uchaguzi mkuu wa urais, bunge na uwakilishi wa maeneo tarehe 15 Januari ya mwaka 2026 katika hali ya mvutano. Voting ilianza kwa ucheleweshaji mkubwa kwa baadhi ya vituo kutokana na teknolojia ya biometric kutofanya kazi, iliyopelekea kuhamia kwenye kipengele cha karatasi ili kura ziweze kupigwa. Serikali ilizima mtandao wa internet kabla ya uchaguzi, ikieleza ni kuhakikisha usalama na kupambana na ueneaji wa habari zisizo sahihi, lakini wapinzani walisema ni mbinu ya kudhibiti taarifa na kudhoofisha uwazi. Katika matokeo ya awali ya kuhesabu kura, Rais Yoweri Museveni anaongoza kwa asilimia kubwa na Bobi Wine, mwanasiasa na upinzani, nyuma kwa wingi mkubwa wa kura zilizohesabiwa. Taarifa nyingine za mapema zilizoonyesha Museveni akiongoza kwa asilimia kubwa ya kura zilizochaguliwa na Bobi Wine akiwa chini ya asilimia 20 katika hesabu za awamu ya mapema. Hali ya kisiasa, shutuma za uchaguzi. Bobi Wine na chama chake wamekosoa vikali mchakato wa uchaguzi, wakitoa shutuma za udanganyifu wa kura, kuzuia mawakala wa chama chake kwenye vituo vya upigaji kura na kuteuliwa kwa vigogo wa usalama kupambana na wapinzani. Harakati za haki za binadamu na mashirika ya kimataifa zimesema kuwa dhuluma za polisi, kukamatwa kwa waandamanaji na utekelezaji wa nguvu dhidi ya wafuasi wa upinzani kabla na wakati wa uchaguzi. Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu yameonyesha kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya kupambana na upinzani pamoja na shooting down ya mtandao na ukandamizaji wa haki za vyombo vya habari. Uchunguzi huu umeonekana kama kipimo cha nguvu ya kisiasa ya Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 dhidi ya wito wa mabadiliko ya kisiasa yanayotokana na kizazi kipya na changamoto za kiuchumi. Hatua zinazofuata ni kuhesabu kura kote nchini inaendelea, huku matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa ndani ya masaa 48 baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa katiba ya Uganda, wapinzani wanaweza kuwa na changamoto za kisheria au kuomba uchaguzi wa mwendelezo wa uchaguzi endapo watashuku udanganyifu zaidi. Jumuiya ya Afrika AU, Common Market for East and Southern Africa na IGAD, Intergovernmental Authority na Development, wamepeleka mission ya waangalizi wa uchaguzi nchini Uganda kwa mwaliko wa serikali ili kuchunguza jinsi uchaguzi unavyoendeshwa. Hii ni sehemu ya jitihada za eneo kukagua uwazi wa zoezi la kisiasa. Kwa kifupi, jumuiya ya kimataifa inahimiza uwazi wa uchaguzi na heshima ya haki za uraia, huku ikitoa tamko la wasiwasi juu ya utekelezaji wa hatua zinazoweza kuchangia kupunguza uhuru wa kisiasa kama vile kuzimwa kwa mtandao, kuzuiwa kwa mashirika yasiyo ya serikali na vitisho dhidi ya wapinzani. Uganda imekuwa chini ya uongozi wa Rais Yoweri Museveni kwa zaidi ya miongo mitatu, huku chaguzi zilizopita zikikumbwa na malalamiko ya udanganyifu, ukandamizaji wa upinzani na ukiukwaji wa haki za binadamu. Lengo la ripoti hii ni kuchambua kwa kina hali ya uchaguzi, mitazamo ya jumuiya ya kimataifa pamoja na athari zake kwa amani na demokrasia ya Uganda. Mimi ni Catherine Ngobora.